Nikusalimu kwa jina la Yesu Kristo, rafiki yangu popote pale ulipo na unaponisikiliza. Leo tunataka tujifunze jambo ambalo litaweza kutusaidia kwenye safari ya kumjua Mungu, kumtumikia Mungu, kumwamini Mungu, lakini pia kutembea katika misingi itakayoweza kuleta matokeo kwenye maisha yetu. Safari ya maisha ya mwanadamu ambaye hajaanza kumjua Mungu ni safari ya mtu ambaye yupo njia panda amefumba macho. Ni safari ya mtu ambaye yuko polini hajavaa viatu. Ni safari ya mtu ambaye amepanda gari ambalo hajui linaelekea wapi. Ni safari ya mtu ambaye anatembea kinyume nyume. Ukisoma kitabu cha Yohana sura ya 15, sura ya 14 mstari wa 16, Yesu anasema yeye ndo njia, kweli na uzima. Kwa hakuna mtu atakayefika kwake bila kupitia Bwana Yesu. Mbingu unayoitazamia, mafanikio ya kimungu unayoyatazamia, ufalme wa mbinguni unayoutazamia, lakini Yerusalemu mpya unayoitazamia na ufufuo unayoutazamia, pasipo Yesu Kristo hakuna chochote. Unahitaji kumjua, kumfahamu, kumuelewa, lakini pia kumpenda na kujua nguvu yake ambayo ipo katika Roho Mtakatifu, ambaye ni msaada pekee ambaye tuliwachiwa hapa duniani kwa ajili ya kutuongoza, kutufundisha, kutuelekeza, kutufahamisha kwa habari ya haki, hukumu na dhambi, kwamba asiyemwamini Yesu Kristo ameshakuwa mwenye dhambi. Lakini pia kwa habari ya hukumu, kwamba mkuu wa ulimwengu ameshahukumiwa, maana aliposhuka mpaka chini akafa, aliteka mateka, wengine akawapa vipao. Ukisoma kitabu cha Waefeso sura ile ya 4 mstari kuanzia ule wa 9, wa 8 mpaka wa 11. Sasa ninachotaka nikwambie, nataka nikufundishe jambo hili. Neno la Mungu au ufalme wa Mungu haupo kwenye maneno, bali upo kwenye dalili zote za Roho na za nguvu. Unapoona injili inahubiriwa tu kwa maneno ya hekima na kushawishi mawazo ya mwanadamu bila dalili ya Roho na ya nguvu, ila maana hiyo tunaenda kwenye hekima ya mwanadamu. Na tunaona Paulo anatuelekeza wazi wazi kwenye kitabu cha Wakorinto wa kwanza 2:4 mpaka 5, anakuambia, na neno langu na kuhubiri kwangu hakukuwa kwa maneno ya hekima yenye kushawishi akili za watu, bali kwa dalili za Roho na za nguvu, ili imani yenu isiwe katika hekima ya wanadamu, bali katika nguvu za Mungu. Ya maana imani, hekima, maarifa yote ya kimungu lazima yajengeke kwenye nguvu ya Mungu, kwenye Roho wa Mungu, kwenye neno la Mungu ambalo linabadilika. Ukisoma kitabu cha Yohana 6:63 anakuambia maneno yangu haya ni roho tena ni uzima. Lakini pia anakuambia wazi wazi kwenye kitabu cha Isaya 11:2 anakuambia lazima tuombe au tuone roho ambazo Bwana Yesu alizibeba, na ndio maana alitenda matendo makuu. Alikuwa na roho 7, na kwenye mkono wake wa kuume taa 7 zimezunguka mbele yake, ambao ni vinara 7 vya taa ambao vinawaka mbele yake, zikiwa ni roho 7 za Mungu: roho ya Bwana, roho ya hekima, roho ya maarifa, roho ya ufahamu, roho ya kumcha Bwana, roho ya uweza na roho ya shauri. Kwa hiyo dalili yako yoyote unayotakiwa kuiona kwenye maisha yako, unapokuwa ukiomba, ukifunga, ukifanya chochote, lazima uanze kuona dalili za nguvu ya Mungu ndani yako. Unapokuwa unaombea watu au unaomba, usione dalili ya nguvu ya Mungu ndani yako, jua bado umeyashika maneno ya Mungu kwa jinsi ya hekima ya kibinadamu. Ni lazima haya maneno tuyageuze yawe ni nguvu ya Mungu kwa kuyaishi, kuyatafakari, kuyatamka na kuwa tayari kufata yale ambayo Mungu anasema. Na kadri tunavyokuwa tunayafuata yale Mungu anayoyasema kwenye neno lake, ndivyo yanatengeneza roho wa Mungu, na roho zinakuwa nyingi nyingi. Ndio maana kuna roho 7, kuna karama 9, kuna matunda 9, kuna huduma 5. Hizo zote ni roho za Mungu zinaingia ndani ya maisha ya mwanadamu. Na zaidi ya hapo, kuna Roho Mtakatifu, kuna Roho wa Bwana, kuna Roho wa Mungu, kuna Roho wa neema, kuna Roho wa upendo, Roho wa shirika, Roho wa imani, Roho wa amani, Roho ya... Kwa hiyo tunapozidi kumtafuta Mungu, tukampa kipaumbele
kwenye maisha yetu, kuna mambo mengi sana tutayapata. Mimi ninachokuomba rafiki yangu, anza kumpenda Mungu. Wale ambao wanakushawishi uishi maisha ya kawaida yasiyomtanguliza Mungu anakudanganya. Maisha yako rohoni rafiki yangu. Ukiwa unaenda rohoni utaweza kushinda, lakini ukienda mwilini watu wa giza watakushinda. Unaweza wewe unatembea njiani, wewe upo nomo, unakaribia kumsalimiana mtu kwa sababu wewe ni mtu wa Mungu, haujui agenda au projections za shetani. Yeye akiwa anakukaribia kuna maneno anatamka kinywani mwake, anatamka moyoni mwake ya kukulaani. Sasa unashika mkono wake au unazungumza naye wewe bila kujirinda na kujikinga dhidi ya projection zote alizozitamka. Ndo maana 90% ya Wakristo wengi wamepata madhara ya kiimani au kimaisha kwa sababu hawajui hila za shetani, kwamba yeye anaomba bila kukoma kwa ajili ya kulaani. Ndio maana Yesu anatuasa na sisi tuombe bila kuchoka kwa ajili ya kujibariki na kuwabariki wengine. Soma kile kitabu cha Luka 18:1 utagundua Yesu mwenyewe anawaambia wanafunzi wake waombe bila kuchoka. Maana hata Petro kipindi yuko na Yesu pale pale wamesimama, shetani akamwingia Petro. Pale pale wapo kwenye maombi, ambia amka muombe msije mkaingia majaribuni. Wapo na Yesu Kristo. Je, inakuaje sasa? Tunaye Roho Mtakatifu, lakini tunahitaji tumpe ushirika. Roho Mtakatifu hawezi kufanya kazi peke yake. Anahitaji tutengeneze mazingira rafiki ili afanye kazi. Na tusipoyatengeneza tutamhuzunisha na hawezi kutusaidia. Kumbuka kwenye mfumo wa roho ya mwanadamu, kuna roho ya mwanadamu ambayo imezungukwa na roho mbili, roho wa Mungu na roho wa shetani. Kwa tunapotenda matendo mema, ina maana nafsi yetu inapotenda matendo mema au tukawaza mema, tunaruhusu roho wa Mungu kufanya kazi. Tunapowaza matendo mabaya, tukatenda matendo mabaya, roho wa shetani tumempa nguvu. Watu wengi kwa nini wanapata madhara? Asilimia kubwa ya mawazo yetu na matendo yetu ni ya kumtukuza shetani, si Mungu. Ndio maana wengi tunakuwa wachuki, hasira, mawazo mabaya, kulaani, kulaumu, kunungunika, kutosamehe. Hayo yote yanampa roho wa shetani nguvu. Ndio maana shetani anadhuru watu wengi. Kwa tunapobadilika katika misingi ya imani, tukatoka kwenye mafundisho ya neno kwa hekima ya ushawishi, tukaleta dalili ya nguvu na ya roho katika neno la kila neno linalotamkwa kwenye neno la Mungu, tunaweza kushinda na shetani tukamshinda. Kila wakati jitamkie ushindi, tamka neno, ishi neno, tafakari neno. Na hata kabla ya kulala, tengeneza mazingira yako yasiwe ni mazingira ya kusikiliza kitu chochote cha dunia hii wala kuruhusu uchungu kukaa ndani yako. Kuna vitu vinavyotaka kuletea uchungu, leave it for God. Mwachie Mungu ashughulike navyo. Tafuta furaha, itafute. Ndio maana Yesu akasema tafuteni amani, tafuta kuwa na amani na watu wote, hata maadui zako. Kwa nini utafute kuwa na amani? Maana akasema tutafute amani, lakini tutafute na utakatifu. Maana hakuna atakayemuona Bwana bila kuwa na huo utakatifu. Kwa haya ninayokufundisha ni mafundisho ambayo ni zaidi ya kuombewa, ni zaidi ya kuguswa, ni zaidi ya kutamkiwa maneno. Haya maneno unapoyasikiliza, yatafakari usiku na mchana, yafungue ufahamu wako, anza kuyaishi na utaanza kuona matokeo makubwa. Na ile miujiza unayoitamani, ponyaji unayotamani, mafanikio unayoyatamani, ukombozi unayotamani, hutoanza kutafuta sehemu yoyote, bali utazalishwa ndani yako na huyo Roho Mtakatifu ambaye amepewa chapa kila muumini yote anayemwamini Kristo. Kumbuka uhitaji kumtafuta Roho Mtakatifu nje yako na wakati anakaa ndani yako. Soma kile kitabu cha Yohana sura ile ya 14, 15 na 16. Anakuambia Roho Mtakatifu yuko ndani yetu na tumeachiwa kama msaidizi na anaishi ndani yetu. Kama anaishi ndani yetu, kwa nini tunahangaika? Na wakati huyo Roho anaweza kutusaidia na kututoa kwenye kila changamoto na majaribu na mambo yote mabaya yanayoharibu maisha yetu. Usikate tamaa, usichoke. Bado Mungu anakupenda. Ndio maana amekupa zawadi ya Roho Mtakatifu anayeweza kutoa kwenye kila changamoto. Muite na atakuitikia, atakuonyesha mambo makubwa na magumu usiyojua. Yeremia 33:3. Na wapenda rafiki zangu, Mungu awabariki sana na muendelee kufuatilia, kulike, kushare, kucomment. Lakini pia unaweza kufika madhabahuni kwa Bwana. Tupo Kimara Korogwe pale. Unapofika kanisani,
tunazo ibada siku ya Jumapili kuanzia saa 1, mimi kuanzia saa 3 mpaka ile saa 7. Lakini pia tupo Jumanne na Ijumaa kuanzia saa 10, ni maombi, kufunguliwa, kubarikiwa, kutamkiwa na kuona unabii ukitimia kwenye maisha yako. Mungu aliye na mambo yetu na siri za mambo yetu, achunguzaye mioyo na kujaribu viuno, akupe hekima, maarifa, ufahamu, nguvu, shauri, roho ya kumcha Bwana, ili uzidi kukaa katika misingi ya Mungu na kufanikiwa Kristo. Nawapenda. In Jesus name, shalom.